hawa watu unaoona hapa ni viongozi kutoka makanisa yetu yote ndani ya dayosisi yetu. Ni walei tu kama wewe, kama wewe, sio wachungaji. Wachungaji wako wachache, wakurugenzi wetu, lakini hawa wote ni walei, lakini ni makatibu. Sisi dayosisi yetu na makanisa yetu tuna wachungaji kama viongozi wakuu wa makanisa, lakini chini yao wanafanya kazi na baraza la wazee, na mle kwenye baraza la wazee kuna kuwemo na maafisa wawili, mmoja ni katibu na mwingine ni mhasibu. Hao ni maafisa. Kwa hiyo hao unaoona hapa ni maafisa hao wa dayosisi wa maparish, makatibu na wahasibu. Katibu anamsaidia mchungaji mambo ya utendaji ya kila siku, na mhasibu anamsaidia mchungaji kuhakikisha maisha ya mchungaji yanakwenda vizuri kwa njia hiyo ambayo mtu wa mada alikuwa anaongea hapa juu ya fedha. Kwa hiyo tumeona tukutane pamoja, tuzungumze pamoja, tushauriane pamoja namna gani hao wanachaguliwa miaka mitatu. Katika miaka hii mitatu yao waliochaguliwa tu mwezi wa pili huu juzi, watakwendaje? Tutaona nini kwao katika miaka hii mitatu ijayo. Kwa hiyo ninayo heshima kubwa sana kualika sasa uweze kuja kutusalimia, lakini pia uweze kutufungulia rasmi semina yetu hii ambayo itadumu siku 2, leo na kesho. Jumapili tutakuwa na ibada kubwa ya kufunga semina hii, lakini pia tutakuwa na ibada kubwa ya kuwekea mikono wachungaji. Kwa hiyo kama utapata nafasi, tutakuomba tena uje kushirikiane nasi. Tutafurahi kama nafasi itakuruhusu. Karibu sana katika siku hiyo. Kwa hiyo nikuombe karibu sana hapa ili uweze kuja kusalimia, lakini pia dayosisi yetu pia tumeanzisha vyombo vyetu vya mawasiliano na habari. Kwa hiyo tunao waandishi wetu, hata kama kuna mambo ya kiserikali ambayo mnadhani kanisa tutafaidika nayo, mkiwaalika watakuja kuchukua habari na wanazituma kwenye dayosisi. Wote watu wanajua kwamba leo dayosisi wa Kasulu alikuwa Kasangezi, alisema haya na haya na haya, wanakuona na wengine wanakumbuka tulikuwa naye kweli bwana, huyu hapa tena mimi nisema karibu hapa. Wanafanya kazi vizuri hawa vijana, kwa hiyo watumie pia hata katika ofisi zako za serikali. Karibu sana na Mungu akubariki. Jamani, naomba imeandaliwa mahususi kwa ajili ya makatibu na wahasibu kwa ajili ya makanisa yetu, kwa kutambua umuhimu wa uwepo wa nafasi zetu. Sisi pamoja na hayo yote tumeunganishwa na swala zima la huduma ya kiroho. Sisi ni watumishi wa Mungu. Hapa leo tunaitana wahasibu na katibu, lakini ili mimi niingie kwa baba mchungaji, mwananchi au muumini wote anapofika pale kwako, yeye anashumu hata wewe pia ni mchungaji. Kwa lazima uishi yale maisha ya kiutumishi, na mtu anapofika kwako aweze kupata majibu ya shida zake zote, na tusio wakazimu kuwafikisha pale ambapo wenzetu wanataka kufika. Hii itasaidia uendelevu na kuendelea kulinda mwendo wetu katika maeneo yetu. Haleluya! Sasa katika eneo hili la jukumu la kiutumishi wa Mungu, changamoto ambayo tunapitia kwenye jamii yetu ni kwenye eneo la malezi. Hapo awali malezi, wazee wetu hawakuwa watu wa kazini sana, walikuwa watafutaji, sijui utafutaji wao ulikuwaje, ila sasa utafutaji umekuwa tofauti kiasi kwamba kwenye malezi pamekuwa pia pana hata mshikeli. Sasa mnajua ili kanisa mpaka limesimama ni kwa sababu kuna familia zimesimama, si ndio? Bila familia hatuwezi tukapata jumuiya, hatuwezi tukapata parish wala jimbo wala kanda, si ndio? Sasa inabidi tuendelee kusaidizana. Unapoona kuna mtu anaharibika katika jamii yako, usiseme si wa kwangu, kwa sababu ule ni mzao ambao unapelekea ukuaji wa kanisa. Kumekuwa kuna mambo mengi ya kutisha ambayo yanasababisha hata uzao wetu na maadili yaweze kwenda tofauti, lakini pia hata vijana wa kiume wanapitia changamoto kwenye masuala ya uzazi. Sasa haya mambo yanapokuwa yanatokea katika maeneo yetu, kukiwa kuna viashiria, basi
tuyakemee na kuyapinga ili tuweze kuwa na kanisa imara kesho. Haleluya! Kwa hiyo tunaomba sana tuendelee kusaidiana kujenga tabia njema kwa vijana, kutoa ulinzi wa kiroho, kukuza unyenyekevu, upendo, nidhamu kulingana na mafundisho ya neno la Mungu na vitabu ambavyo tunavitumia. Kwa hiyo tunaomba sana kupitia utumishi wetu yale ambayo mtafundishwa myazingatie, kwa sababu yanaweza kapelekea viongozi wetu juu wakaparangana. Wakiparangana, mwingine ataenda kuanzisha kanisa lake. Tutaanza kugawana haya makanisa, mmoja alisali mbele katikati, au mmoja tusali asubuhi, mwingine tusali jioni. Wao wakati tunapishana tayari kuna kondoo wengi tutakuwa tumewapoteza. Kwa hiyo ulimwengu nyingi kusudiwa na Mungu kwa bahati mbaya na mjachaguliwa kwa bahati mbaya ni katika kuhakikisha kwamba utengamano katika kanisa unaendelea kutamalaki na kanisa linaendelea kusonga mbele. Pia wanawajibika kuwa na uwajibikaji na uwazi, kusimamia kwa ufanisi utawala na kuhakikisha uadilifu na katika utendaji. Uwekezaji, kusimamia uwekezaji wa mali za taasisi ili kuleta tija na faida kwa wanachama. Sasa tusiwaachie wao kwamba wao ndio wanatakiwa wafanye uwekezaji, sisi tunaanzisha afu wao ndio wanakuwa kama wamiliki kwa namba yetu, lakini kile ni cha kwetu sote, kwa sababu sote hatuwezi kwenda mbele kusema hiki mimi nimeanzisha, tunakuwa ni kwa namba yetu. Kwa hiyo tuanzishe miradi ili itusaidie. Jambo jingine kabla sijamalizia ni uamuzi wa kimkakati, kutoa mwongozo wa kimkakati na kufanya maamuzi muhimu ya kimaendeleo na kwa kushirikiana na viongozi wengine. Wengine ni kina dada, tunaye baba askofu, wakurugenzi na wachungaji. Kwa utashirikishwa kwa mujibu wa mwongozo na kanuni na katiba ya kanisa kulingana na nafasi yako na kitu ambacho wao wanaona kwa wakati huo kuna haja wewe kushirikishwa. Lakini pia ulinzi wa maslahi, kuhakikisha maslahi ya wanachama ambao sisi walei, waumini, sisi viongozi au wanufaika yanalindwa wakati wote. Haleluya! Niseme haya kwa sababu ya umuhimu. Kwa nini tuko hapa? Tuko kwa mujibu wa sheria na mashirikiano ya kanisa na serikali yanaendelea kutamalaki kwenye hili eneo. Niwaombe sana ndugu zangu, tuendelee kushikamana, tusiruhusu shetani akapita katikati ya ukumbi au katika ile eneo ambalo tumetokea, kwa sababu mshikamano wetu ndio nguvu yetu, na kanisa hili linajengwa na sisi na si watu wengine. Na mpaka leo tumefika hapa, kuna wazee wengi walikaa wakati huo wakawaza, kuna wakati mwishoni kwanza tusipokuwa tunasali hali ingekwaje, na kuna wakati mpaka anauliza ilikuwa ni pamoja na mzee kwamba na ndoma kufa hapa mageuka akasali sini kwamba wewe ndio uliokufa utafanyaje, tulikosa majibu. Na mwingine ataenda kutapanya mali atamwaga kwa sababu kwa nini waachie wale, kwa sababu hamna upendo. Afu na mwingine kazi ambayo tunaifanya leo tunafanya kwa ajili ya uzao wetu wa kesho na vizazi vijavyo. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, na wakati natoka pale ofisini nimemwaga mkuu wa wilaya, nimeuliza juu ya ujio hapa, akanieleza pia niwape salamu zake, anawapenda sana na anathamini mchango wa kanisa katika ustawi na uendelezaji wa wananchi wetu. Haleluya! Lakini pia amenituma nimshukuru baba askofu na viongozi wote kwamba anapenda sana mada pamoja nani, lakini anashukuru kwa namna ambavyo wanashirikiana na kanisa, waamini walei tunavyokuja kushirikiana. Nashukuruni sana.